Mambo vipi mtazamaji wa Singano Media? Moja kwa moja nipo na mchambuzi wa kabumbu Mansa Musa. Habari yako? Bwana salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Harakati zinaenda. Mungu anasaidia. Bwana, moja kwa moja tuna mchezo miwili, Yanga na Simba kwa upande wa klabu bingwa na shirikisho, Azam na Singida. Ndio tana watu wao. Bwana, tutagusia mchezo mmoja baada ya mwingine. Tuanze na mchezo wa mnyama Simba Sports Club namba 5 kwa ubora barani Afrika, anatokana na Esperance de Tunis. Bwana, huu mchezo ni wa namna gani? Na Simba kama tulivyoweza kumuona ameweza kufanya usajili mkubwa sana, pia urejeo wa Mwamba Clatous Chota Chama. Mwamba Lusaka amerejea ndani ya Simba Sports Club. Pia kuna usajili, baadhi ya wachezaji wamefanyika, goalkeeper pia tumeona ameweza kuongezwa. Tutaenda kutudavulia moja baada ya jingine. Habari yako? Bwana, kwanza kabisa tukianza kutazama, kwanza ni mchezo wa kihistoria kati ya Simba pamoja na Esperance de Tunis kutoka pale nchini Tunisia. Kwa sababu timu hizi katika historia hazijawahi kukutana. Zote mbili ndo mara ya kwanza. Kwa hazina tu head to head. Kwa hiyo ni mchezo wa kihistoria kwenda kuamua nani ambaye ana uwezo wa kumfunga mwenzake kwa mara ya kwanza, au nani anaweza kwenda kumuuliza maswali magumu zaidi kwa mara ya kwanza. Tukiangalia Esperance de Tunis wenyewe wamefanya ingizo la wachezaji watatu tu katika dirisha dogo, wakienda kuziba baadhi ya mapengo, ingawa hawajawa na muendelezo mzuri sana. Katika michezo 6 iliyopita Esperance de Tunis umeshinda michezo miwili tu. Wamepoteza michezo miwili, pia umetoa sare michezo miwili. Ambapo katika Simba Sports Club wenyewe katika michezo yao 6 wamepoteza michezo mitatu. Ikiwa michezo miwili ya kafu ya klabu bingwa, ambapo mchezo mmoja wa ligi ambao wamefungwa na Azam, pamoja na mchezo waliotoa sare na Mtibwa Sukari. Kwa hiyo ukiangalia uwiano wa michezo iliyopita Simba pamoja na Esperance de Tunis, unaona kabisa kwamba gap lao sio kubwa sana, japo isipokuwa huyu kashinda michezo miwili, huyu kashinda mchezo mmoja, huyu kafunga michezo miwili, huyu kafunga michezo mitatu. Unaona? Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Ukiangalia pia Simba wameongeza ubunifu katika safu ya ushambuliaji pamoja na safu ya ulinzi. Ukiangalia wameongeza beki wa katikati Ismail Tule, tunaona wameongeza golikipa Jibril baada ya kuumia Musa Pinpin kama pamoja na Yakubu Suleimani katika eneo la ulinzi. Pia ukienda katika eneo la ushambuliaji attacking zone kule wameongeza bwana Libase Gwe, lakini tukirejea kwa amerudi Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama Triple C. Ile mgongo mzima ule umeutengeneza, lazima pingili za ubongo kijiji ya kikosi wazee. Huenda ongezeko lake kwa sababu tunaona Simba leo umemwaga Jean Charles Ahua. Kwa tunaona pengo la Jean Charles Ahua litenda kuzibwa na Clatous Chota Chama. Na mashindano hayo sio kwamba ni mgeni sana, ni mchezaji ambaye ana experience kubwa sana na amefanya makubwa sana katika eneo la kiungo mshambuliaji katika timu ya Simba Sports Club. Unahisi urejeo wa Chama ndani ya Simba ni pendekezo la mwalimu? Ni pendekezo la mwalimu kwa sababu ukiangalia bwana Steve Becker amekuta kuna Neo Maema, yuko pia Jean Charles Ahua, lakini ameamua kumwacha Jean Charles Ahua na kwenda kumchukua Clatous Chota Chama. Nadhani ameangalia nidhamu yake ya uchezaji, mentality yake, concentration yake na game plan ya mwalimu. Ameona bwana Chama anaweza kumfaa katika mpango wake wa kimataifa. Basi hapo Simba kama ulivyosema amefanya usajili nyingi sana na nidirisha dogo na pia ukizingatiwa hapo katika michezo mikubwa ya kimataifa. Unahisi Simba kwa usajili waliofanya mkubwa, na mimi naamini timu ikishafanya usajili inabidi ikae muda mrefu kupata ile combination, lakini timu kama ya Simba imeweza kufanya katika dirisha dogo, unahisi wanaweza kufanikiwa mbinu zao? Simba wamefanya ingizo la wachezaji 4 tu, ambapo umeona mapungufu yapo katika eneo la ulinzi, lakini mabadiliko waliyofanya ni katika ule mgongo, wanasemaga pingili za mgongo pale katikati, kuanzia juu mpaka mwisho mpaka golikipa. Ni kweli ni ingizo jipya la wachezaji 4, lakini ni mwalimu ameona kwamba wachezaji hawa na huenda wakaingia moja kwa moja kwenye mfumo, kwa sababu kiangalia Simba sasa hivi ana changamoto ya golikipa. Kwa hiyo nadhani Jibril hapa ataenda kuanza pale golini kabisa bila kuwa na pingamizi lolote. Kwa hiyo ni squad ambayo huenda ikaenda ikaungana moja kwa moja au ikakosa combination. Kwa sababu ukiangalia ni wametoka katika michezo miwili ambayo wamepoteza yote ya klabu bingwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao tukaenda kwa mgumu, huenda mwalimu kampa maswali magumu sana kulingana na ingizo la wachezaji wawili wapya katika kikosi chake ambao atalazimika kwenda kufanya teamwork sawa na hao wengine. Bwana, Simba wameweza kufanya usajili na unaona kabisa wanaweza kufanikiwa, kaanza wachezaji wale wasajili wanaweza kaanza katika kikosi cha kwanza. Moja kwa moja nikurudishe nyuma kidogo. Mwamba Lusaka Chama kabla alivyoondoka Simba alisema mshambulizi kazi naye. Na sasa wamemrejesha. Unasema wachezaji wanaweza kaanza katika kikosi cha kwanza.
unahisi Chama na nafasi ndani ya Simba, na kitu gani kimebadilika kwa Chama au kimeongezeka kiasi kwamba Chama anaweza kawasaidia Simba katika michuano ya kimataifa? Kwanza kiufundi, sawa, Chama ni mchezaji mwenye utulivu mkubwa sana uwanjani. Ongezeko la kwanza tunaangalia Chama ametoka Singida Black Stars. Sawa, timu ambayo ilikuwa inaolewa na Miguel Gamondi. Naamini amepikwa vizuri kwa sababu ametoka kwa kocha ambaye ana ujuzi technically wa mpira. Ana mbinu za kiufundi za mpira. Tumeona Chama akiwa Singida Black Stars anacheza kwa dakika nyingi, anapewa nafasi na mwalimu. Kwa hiyo ni kiasi ambacho Simba pia umeona kwamba Chama ana kitu ambacho anaweza kutuongezea katika kikosi chetu. Kwa sababu kwanza anaenda kucheza katika eneo ambao ni mzoefu zaidi, katika klabu ambayo amecheza kwa muda mrefu zaidi, ameipatia mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo kiufundi na kimbinu Chama anaweza kaisaidia Simba kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana hatari pia katika lango la mpinzani, pia pala piga penetration pass. Ana uwezo wa kupiga penetration pass katika half space, akapiga wide area. Pia ana uwezo wa kufunga na kupiga chenga zile za hatari zaidi kuelekea lango la mpinzani. Kwa hiyo mimi nikimtazama Chama ni mchezaji mwenye mbinu nyingi za kiufundi. Ni unahisi ni sahihi kwa mwalimu kumwacha Jean Charles Ahoua, kumwacha Jean Charles Ahoua ondoke baada ya kumbakiza ndani ya klabu ya Simba kwamba wapeane substitution pamoja na Chama? Ni mpango wa mwalimu, kwa sababu kuondoka kwa Jean Charles Ahoua kuja kwa Chama pia kuna Neo Maema yupo ambaye anaweza akachukua lile eneo akacheza mbadala wa Jean Charles Ahoua. Ukiangalia hata katika renki zile za performance ya wachezaji, Neo Maema katika club bingwa, sawa, yeye alikuwa na rank ya 7.1. Kwa ni mchezaji ambaye alifanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya CAF kuliko mchezaji yote wa pale Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambao huenda akaenda kuisaidia timu sana kwa kiasi kikubwa. Ambapo ukimwangalia yeye katika mfano mechi hizi mbili za Esperance, katika mechi ya Esperance de Tunis pamoja na Simba, yeye ana goli moja. Neo Maema. Pia ukienda kule utamkuta bwana Diakite yupo kule pia na goli moja. Kwa hiyo unaweza kaona rank yake sio mbaya sana. Ni mchezaji ambaye anaweza kaisaidia timu na akafanya makubwa zaidi kwa sababu ana expose. Ametoka Mamelodi Sundowns, anakuja pale Simba, amefanya vitu vizuri zaidi. Bwana, kwa kikosi cha Simba ulivyoweza kukiona, unaona robo finali unaiona tena ama tuambie baba Jedi bye bye? Simba na wakati mgumu. Amepoteza michezo miwili. Pia Esperance de Tunis pia kwa sababu tukiangalia mwanzo kabisa wakati wanapanga draw ya kundi D, tulikuwa tunaona Esperance de Tunis na Simba ndio walikuwa na nafasi kubwa sana ya kupewa kwenda katika robo final. Lakini huwezi amini kwamba Petro Atletico di Luanda ana pointi 4. Chini yake yuko Stade Malien ana pointi 4. Sawa, anafuata Esperance de Tunis na pointi 2 akiwa ametoa sare michezo yote miwili. Huko Simba yeye amepoteza michezo yote miwili. Hana alama hata moja, akiwa anadaiwa magoli kama sio mawili matatu, mawili. Ana magoli mawili anadaiwa. Kwa hivyo sasa unaweza kuona Simba na wakati mgumu. Mechi zote zilizobaki kwake ni za muhimu. Iwe mvua iwe jua analazimika kushinda. Ikitokea amepoteza mchezo wote au ametoa sare, basi safari yake ya kuelekea hatua ya robo finali itakuwa imeishia hapo na itakuwa ni ngumu sana. Otherwise hapo tuanze kutembea na calculator. Kupiga mahesabu kwa 2 kwa 2. La sivyo mambo yanaweza kuomba dua. Afungwe na au unaweza kumwambia mwenzako njaa. Kitendo ambacho ni kigumu pia wengine hawatakubali. Naam. Bwana, ndani ya Simba Sports Club kama ulivyoweza kusema, mabadiliko chini ya kocha mpya nadhani yameonekana na usajili kama ulivyoweza kuona. Kwa sasa kutokana na usajili uliofanya, wewe kama wewe mchambuzi wa kabumbu, naomba unipangie kikosi bora cha Simba ambacho bwana Mbeji bwana wakijaribu wakienda hivi wakajituma au bwana wanaweza kupita kwa robo finali. Mimi binafsi nikianza na golini pale nitaanza na Jibrila, usajili mpya. Kwa sababu hakuna option nyingine zaidi ya hiyo. Nikienda fullback ya kushoto mimi nitamwanzisha Wilson Nangu. Japo umezoea kumuona katika eneo la katikati, lakini ukimwangalia kiuchezaji Nangu ni mtu ambaye anacheza eneo